Uhaligani mwanafamilia na natumai ubuheri wa afya tele kabisa. Sasa tukiangazia kunako mechi ya Yanga vs Simba Sports Club, ambapo mchezo huo ulikuwa ni mchezo wa kukaribisha ligi kuu Tanzania bara, yani ngao ya jamii, ambapo Young Africans wameibuka kidedea kwa goli moja kwa nunge, yani goli moja kwa sifuri. Sasa katika matukio makubwa ambayo yamekuwa gumzo hadi kwenye vyombo vya habari. Sasa miongoni mwa tukio ambalo limekuwa ni gumzo kubwa ni pamoja na tukio lile ambalo lililosababisha kupatikana kwa goli Yanga Africans, yani goli lililopata Yanga, na ifahamike kwamba kabla goli lijafungwa na mchezaji mahili, yani Pacome Zouzoua, ni kwamba baada ya kuchezwa mpira Pacome Zouzoua alikuwa offside, na kitu ambacho kililetwa kilitafsiriwa kwamba mwamuzi alifanya makosa kutopuliza filimbi mapema au awali ya kwamba Pacome Zouzoua yuko offside. Lakini ikumbuke kwamba kabla ya Pacome Zouzoua kufunga lile goli, ni kwamba mpira ulikuwa mguuni mwa mchezaji Max Nzengeli ambaye hakuwa offside, alikuwa onside, ambapo alipopiga shuti na goalkeeper Wekundu Msimbazi baada ya kuugusa, yani kurudisha, yani kuokoa, basi Pacome Zouzoua ndo alikuwa mchezaji wa mwisho kucheza mpira ule, na kipindi hicho anaucheza ni kwamba Pacome Zouzoua alikuwa onside. Kwa hiyo kulikuwa kuna tafsiri ya kila namna yake kwa kila mchambuzi. Wapo wanaodai ya kwamba ile ilikuwa offside, yani clear offside. Wengine wanadai ya kwamba mpira ule ulikuwa onside, yani Pacome Zouzoua hakuwa offside kwa kuwa goalkeeper tayari alikuwa amesha offside kwa kugusa ule mpira, yani kurudisha. Kwa hiyo kuna offside yoyote ile ambapo mwamuzi angetafsiri moja kwa moja kwamba ni offside, kwa kuwa tayari mpira wa mwisho kabisa ulichezwa. Baada ya kuchezwa na goalkeeper, basi ulimkuta Pacome Zouzoua, na Pacome Zouzoua muda huo alikuwa onside. Kwa hiyo ni miongoni mwa matukio ambayo kwa upande mmoja au kwa namna moja au nyingine, kwa upande wa Wekundu Msimbazi wamekuwa kilalamika, hasa mashabiki, ya kwamba kile ambacho kilifanyika hayakuwa maamuzi sahihi, kwa kuwa Pacome Zouzoua alikuwa offside. Lakini kwa wachambuzi ambao wanajua sheria ya mpira, hasa kujua kwamba kama nilikuwa ni offside au si offside, ni kwamba wengi wao wamekuwa wapo katika upande wa referee ya kwamba ile ilikuwa onside na haikuwa offside, kwa kuwa katika zile kanuni za football za mpira, kwa namna ambavyo goalkeeper alirudisha mpira, yani kurudisha, ni kwamba Pacome Zouzoua na kufunga hakuweza kuwa offside, kwa kuwa tayari alikuwa onside na goalkeeper ndiye aliucheza kwa kurudisha. Kwa hiyo kwa upande huo lilikuwa ni goli halali kabisa. Sasa mwanafamilia, ni kuombe udondoshe maoni yako hapo chini kwenye uwanja wa comment, hasa katika tukio zima hilo lilopatikana goli la Young Africans vs Wekundu Msimbazi, yani Simba Sports Club. Tuwekee maoni yako hapo chini, na pia tukukumbushe usisahau kubofya maneno mekundu yanayoandikwa subscribe ili